Sasa huyu mwanamume simuoni, sura yake imeficha, lakini naona ni ile figa ya kiume, lakini huyu namuona sura yake. Sasa mimi katika ile harakati anamwambia tuende kwenye hoteli, nikashindwa. Sasa watatukaje kwenye hostel za shule waende kwa hoteli? Kwani kuna jambo gani ambalo linafanyika? Mimi nikapuuza, nikashtuka, nikapuuza, nikasema huu ni usingizi tu. So asubuhi yake nikapigiwa simu na rafiki wa mpenzi wangu, akaniambia na akawa na maswali. Akasema kwamba huyu kijana yangu huwezi kuoa. Kwa sababu huyu nikimwangalia, jambo la kwanza, huyu ana watoto. Na mimi sijamwambia kwamba ana watoto. Amejua tu. Anajua. Jambo la pili, akaniambia huyu hatoki kwenye kabila letu. Mtoto hapa tu anahitaji sabuni, mahitaji yake kimsingi yule mtoto mchanga. Kwa hivyo ikabidi aende tafute wanaume. Kwa hivyo yeye alikuwa akitoka kazini kidogo na mwana amepotea 30 minutes, ndio anarudi, na akirudi anarudi na kibaba cha unga na maziwa. Fanye nini? Lakini sasa mimi ningemuuliza vipi? Mimi mwenyewe sitekelezi mahitaji yake. Kwa hivyo ikabidi nimemuelewa, lakini sasa So karibu sana kwa show. Kabla tuweze maybe kuendelea, unaweza jitambulisha, utuambie wewe ni nani na umetokea wapi? Asante sana. So mimi naitwa Alex. Natoka upande wa Western. Ningependa kuangazia story ya mapenzi na ndoa. Na jinsi jamii inaweza kuathiri mapenzi na ndoa ya mtu kama akiwa kibinafsi. Mimi nilimaliza shule mwaka 2015. Na sio kwa huo wakati sikuwa nimeanza mahusiano ya kimapenzi. Lakini nilikuwa katika ile harakati ya kufanya tu introduction. Na katika ile hali nikampata msichana mmoja alikuwa anaitwa Joy. Na kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza, kwa hivyo nilikuwa mgeni sana. Na Joy alikuwa amebobea katika ile sekta ya mapenzi, kwa sababu alikuwa na wapenzi kadhaa hapo wale kabla ya kukutana na mimi. Kwa hivyo mimi nilikuwa nafunzwa, kwa sababu mimi nilikuwa kama yule ambaye hajawahi kuingia katika hii meli ya mapenzi. So huyu Joy nilimdhamini sana. Na unajua ni ile mapenzi ya kwanza. Kwamba hujawahi shiriki na mwingine ila yeye. Kwa hivyo nikiwa shuleni chuo kikuu, nikiwa katika ile harakati ya kusoma, akawa anakuja ananitembelea, na pale mapenzi yakanoga. Lakini mimi kimsingi nilikuwa naona hili ni jambo ambalo singelitarajia lifanyike kwa haraka sana, kwa sababu mimi mwanzo sikuwahi kuwa katika mahusiano kama haya. Kwa hivyo huyu msichana alikuwa hajaweza kujiunga na chuo kikuu. Kwa hivyo alikuwa katika ile harakati ya kujitayarisha ili ajiunge. So mimi nikawa na mdhamini, nikajua kwamba huyu ndio nitakaye. Na unajua jambo la kimsingi hapa ni kwamba huyu alikuwa kutoka kwenye kabila lingine. Na mimi pia natoka kwenye kabila ambalo pia ni tofauti na lake. Kwa hivyo ikawa ni shida. Nilikuwa najua kwamba nilikuwa natarajia kutakuwa na matatizo, kwa sababu unajua katika asilia yetu ya Kiafrika wanasema kwamba mtu anafaa kuoa kutoka katika jamii. Na mimi sasa nilikuwa nimeleta huo mkanganyiko, kwa sababu mimi natoka kwenye jamii tofauti na huyu ambaye ninamchumbia pia naye ametoka katika jamii ambayo ni tofauti sana. Kwa hivyo huyu sasa mchumba wangu
akawa amejiunga uh, na chuo kikuu, na Joy katika ile harakati ya kujiunga na chuo kikuu akaanza kubadilisha mienendo, kwa sababu pale ambapo alikuwa anasomea na pale ambapo mimi nilikuwa nasomea, moja ilikuwa mji wa Eldoret na mwingine alikuwa katika mji wa Kitale. Kwa hivyo mimi nikawa naanza kuona mabadiliko ya tabia. Kwa hivyo ninapopiga simu hashiki, Yeah. ninapomtumia ujumbe hajibu, labda kama atajaribu kujibu labda baada ya muda wa wiki moja. Kwa hivyo nikaanza kuona kwamba kuna jambo ambalo si sawa hapa, na kwa sababu ya hilo, siku moja nikasema tu acha nifunge safari niende nimuone. So nikafunga safari nikaenda kumuona, lakini jambo la kunishangaza nilipata kwamba yeye akiwa kule amekwisha pata mpenzi mwingine. Na huyo nimemdhamini, huyu ndio wa kwanza. So nilimpata kweli, hata ndio tulikuwa nimemfanyia ka shopping kidogo, kampelekea. Kweli alichukua ile shopping na akaenda. So alipoenda hakurudi tena. Kwa hivyo akaniwacha mimi ni kama niko kwa mataa, sijui nifanye nini. So nikasubiri mpaka ikafika wakati wa saa 10. Sasa mimi nikaona haonekani, amepotea. Nikimpigia simu hashiki. So ikabidi mimi nimerudi, kwa sababu nilikuwa nasoma, ikabidi nirudi. Nilikuwa mwaka wa pili sasa. So kwa hivyo nikarudi, nikahisi hapana. Tena siku ile ile nikafunga tena safari kutoka tena katika ule mji ndio tena nikarudi Kitale. Kwa hivyo nilisafiri mara 2. Kisha pale ndio nilimpata, kwa sababu alikuwa amejificha. Yule mpenzi wake ambaye alikuwa amejitafutia mpenzi mpya, wakawa na group. Sasa wakasema kwa sababu huyu ni kama amekuwa intruder. Ametoka kwenye chuo chao, amekuja chetu, anakuja kuchukua wasichana kutoka kwetu. Hakujua kwamba huyu alikuwa mpenzi wake kabla ya kujiunga na chuo. So kwa hivyo tukaongea na mpenzi wangu, akaniambia hapana, mimi sina ubaya, ni vile nilikuwa na kazi mingi. So nikajua hapo kulikuwa na ujanja fulani. So kwa hivyo mimi nikamwaga, nikarudi. Masaa ilikuwa imeenda sana, nikarudi mwendo wa saa 4 ndio nilikuwa naingia mji wa Eldoret. Lakini ningependa kusema kwamba Mungu hufuatilia watu wake. So hiyo wakati asubuhi mwendo wa saa 9 niliamka kutoka kwenye usingizi, nilikuwa nimeenda tu haja ndogo, kwa sababu nilikuwa nakaa kwa hostels ya shule. So kwa hivyo kuna kile kijibaridi, kwa hivyo nilipotoka nikarudi, so nikarudi kulala. Lakini sasa si kulala muda tu huo, na ndio nasema Mungu ni mwaminifu. Wakati huo nilikuwa mwaminifu, akaleta kitu kama tunaita trance. Nikaona kwamba huyu mwanadada anamwambia mwanamume fulani twende kwenye hoteli. Twende kwenye hoteli. Sasa huyu mwanamume simuoni, sura yake ameficha, lakini naona ni ile figa ya kiume. Lakini huyu namuona sura yake. Sasa mimi katika ile harakati anamwambia twende kwenye hoteli. Nikashindwa sasa, watatukaje kwenye hostel za shule waende kwa hoteli? Kwani kuna jambo gani ambalo linafanyika? Mimi nikapuuza, nikashtuka, nikapuuza, nikasema huu ni usingizi tu. So asubuhi yake nikapigiwa simu na rafiki wa mpenzi wangu. Akaniambia unajua nini? Huyu mpenzi wako alipata mpenzi mpya, walienda kwa hoteli fulani na fulani, wakakula huko na biashara nyingine ikafanyika huko. Nikashtuka, nikashangaa, kwa sababu sasa inakuaje ile jambo linagongana kwa kiwango hichi, kwamba anafanya jambo na Mungu analileta katika mwelekeo. So kwa hivyo nikaamini kwamba ile jambo ni jambo kubwa sana, ni la maana kutegemea Mungu. Kwa hivyo Mungu alikuwa amenionyesha kwamba huyu licha ya kuwa unampenda sio mpenzi ambaye nilikupa. Kwa hivyo wako nitakupa. Na so katika harakati tukawachana. Sababu nilimpigia simu nikamuuliza mambo kuhusu huyu jamaa, akanieleza, akawa mkali. Mimi nikamwacha, nikamwambia sawa, kama umeona uende na huyo jamaa basi nakuruhusu. So mimi nikamruhusu,
Kadada hiyo jamaa baada ya muda kipindi cha wiki moja wamewaachana. Nasikia story inapigiwa na simu na huyo rafiki yake huyo mchumba wangu kwamba wamewaachana. So mimi nikiwa katika hali zangu za masomo, naona ananipigia simu huyo mchumba wangu ambaye tuliachana, na niambia kwamba mimi ndio nilifanya makosa. Kwa hivyo akawa na apologize kwamba yeye ndiye alifanya makosa, kwa hivyo alikuwa anaomba turudiane. Sasa mimi nikamuuliza turudiane namna gani, na ilhali wewe uliniambia kwamba yule anakufaa. Kwa hivyo mimi katika ile roho yangu nikaamua acha nimsamehe. So nikamsamehe, hata akaja tukaongea tukasikilizana, lakini alikuja akiwa na nia moja. Kwa sababu yule alikuwa amemtupa, wanasema kumboot. Kwa hivyo alikuwa booted na huyu. Sasa mimi ndiye alikuwa nakuja kuuguza majeraha. Na akaja kwa sababu yeye ndiye aliniintroduce kwa mambo ya mapenzi. Kwa hivyo kikanoga, na baadaye akarudi shule. Baada ya kumaliza hiyo swali yote nzima akarudi shule. Yule rafiki yake yule akanipigia simu. Yule rafiki mchumba akaniambia kwamba leo wajua kwamba huyu alikuja huko chuoni mkawa na yeye, na huyu ambao alipatana na yeye inasemekana kwamba huenda ameambukizwa, huenda huyu mwenye alikutana na yeye ako na virusi. Kwa hivyo kama ulishiriki tendo la ndoa na huyu mpenzi wako, kuna uwezekano kuwa wewe umeambukizwa. Sasa katika ile harakati nikawa najiuliza, kwani alikuwa amekuja kufanya revenge ama ilikuwa vipi? Kwa sababu mtu kusema kwamba yule mpenzi aliyekuwa naye alikuwa ni yule ambaye amebeba virusi. Sasa haja kwangu vipi? Yeye aniambukiza mimi virusi ama vipi? Ana nia gani? Hatari. Kwa hivyo moja kwa moja nikasubiri miezi 3. Na sikumwambia mpenzi wangu kitu chochote. Nikasubiri miezi 3. Hujamuuliza, umenyamaza tu na ile siri. Yes. Kwa sababu hiyo ndio story niliyopata. Nikasubiri miezi 3, nikaenda VCT. Nikapimwa. Nikatoka negative. Lakini ilikuwa jambo la kushabikia kwa sababu huenda katika kile kipindi ndio sasa ile virus ingeweza kuonekana. Kwa hivyo nikasubiri miezi mingine 3, nikaenda tena. Nikapata ni negative. So, nilipogundua kwamba ni negative, nilimwambia mpenzi wangu yule kwamba sasa mimi sioni kama tutaendelea na mahusiano. Kwa sababu nataka ni focus kwa masomo yangu, kwa sababu kazi imekuwa mingi. Kwa hivyo nikajitoka katika ile hali. So kutoka pale nikajiunga na kanisa. Sasa tumeachana na mpenzi, mimi sina mpenzi. So nilipojiunga na kanisa, kanisani wakatufundisha mambo ya kujitunza kama kijana. Na mimi tayari unajua tayari nilikuwa introduce kwa mapenzi kitambo. Kwa hivyo wanasema mtu yule ambaye tayari ameshaingia kwenye ile window la mapenzi. Wanazungumzia jambo ambalo si geni. Kwa hivyo nikasema hata pia nina nafasi ya pili. So pale kanisani tukaendelea, tukafunzwa. Muda si muda nikaja nikapatana na a young lady ambaye alikuwa na watoto wawili. Lakini huyu young lady tulipatana kazini. Tulipatana kazini. Na huyu ambaye alikuwa ni wa tribe tofauti na yangu. Sasa kuna masuala mawili. Yeye ni tribe tofauti. Swala la pili, yeye ana watoto wawili. Ni mama sasa. Na mimi sina mtoto. Kwa hivyo tukaanza kuingia kwenye ule hali ya courtship. Na huyu mwanamke akaniuliza, ambaye nitalibana jina lake, akaniuliza, na wewe
una uhakika kwamba kutoka jamii yenu watakubali unioe mimi? Jambo la kwanza, kabila tofauti. La pili, niko na watoto wawili. Kwa hivyo mimi mama, nikamwambia mimi nakuoa wewe. Kwa hivyo si jamii yangu ndio inakuoa, ni mimi. Na so akawa na wasiwasi. Akawa na wasiwasi. Lakini mimi nikamhakikishia kwamba alikuwa na shaka kutoka mwanzo. Kwa sababu anaona kwamba yeye ana matatizo mawili, kabila tofauti ambalo anajua aliwezi kutangamana na. La pili, ana watoto wawili. Mtoto wa kike mmoja mkubwa, alafu na kisha anafuatwa na mvulana. So kwa hivyo kuna changamoto hapa. Lakini nikamwambia mimi ndasimama kidete kama mwanamke, kwamba nikusimamia. Kama utajaribu kupiga vita, mimi nitasimama kwamba hayo makonde yataniangukia mimi asikuangukie wewe. Kwa hivyo tukawa katika mahusiano, na kwa sababu huyu mwanadada alikuwa amekaa muda mrefu bila kuoa tangu azae wale watoto. Kwa hivyo alikuwa katika hali ya hana uhakika aidha ingia katika uhusiano ule au la. Hakuwa na uhakika. Kwa hivyo alikuwa bado anaona pia, kwa sababu kuna wale pia walikuwa wamemchezea. Kwa hivyo bado alikuwa anapima. Lakini mimi nikamdhihirishia kwamba mimi nitakuchukua wewe na watoto. Jambo la kushangaza ni kwamba wakati mambo ya mapenzi yalianza tukiwa pale shuleni, tunachumbiana. Kimsingi sheria ya kazini ni kwamba hamwezi kuchumbiana ikiwa mnafanya kazi katika shirika moja. Hiyo ni sheria. Na kwa hivyo ikaonekana kwamba yeye ndiye aliyevunja sheria. Kwa hivyo yeye akafutwa kazi. Mimi nikabaki kazi, yeye akafutwa kazi. Yeye amefutwa kazi kwa nini? Kwa sababu mimi nachungia. Kwa hivyo yeye sasa ameongeza matatizo. Ana watoto wawili ambaye anafaa kushughulikia kabla sijamuoa. Pia kazi imeenda. Kwa hivyo atalisha watoto na mabadi. Kwa hivyo alikuwa anakaa na mama yake. Mama yake akamuuliza, sasa umefanya nini? Na akamwambia kuna kijana nimempenda, nimefutwa kazi kwa sababu yule kijana. Sababu hatufai kuchumbiana katika shirika hili. Kwa hivyo nikamchukua yule msichana, baada ya muda nikampeleka nyumbani. Lakini nyumbani nilikuwa nakaa na nyanya. Kwa sababu mimi nilelewa na nyanya. Si background yangu haikuwa mzuri, nilikuwa nalelewa na nyanya. Kwa hivyo nikampeleka kwa nyanya. Kwa hivyo sikumweleza nyanya kwamba huyu mchumba wangu ana watoto wawili. Lakini alikuja nyanya akampokelea vizuri, wao usiku kama ni chakula akapewa vizuri na akalala kwa nyanya. So tulipoamka asubuhi, nyanya alimwangalia yule msichana na akawa na maswali. Akasema kwamba huyu kijana yangu huwezi kuoa. Kwa sababu huyu nikimwangalia, jambo la kwanza, huyu ana watoto. Na mimi sijamwambia kwamba ana watoto. Amejua tu. Anajua. Jambo la pili, akaniambia huyu hatoki kwenye kabila letu. Kwa hivyo akawa ananiambia hauwezi kumwoa huyu. Mimi nikamwambia nyanya, huyu ndio niliona anafaa. Na ndio nimemleta. Na sasa hapo ndio nikamtibulia nyanya, nikamwambia ni kweli ana watoto wangapi? Wawili. Ni kweli anatoka kwenye kabila fulani, si kama kabila. Nyanya akaniambia sawa. Lakini unajua jambo moja, kijana yangu hauwezi kuoa huyu msichana. Tafuta msichana mwingine uniletee, lakini huwezi kuoa. Huyu ni mama. Mimi tukashindana na nyanya kwa sababu ya huyu. So huyu hiyo siku tukamwandalia shopping, akaenda kwa. Lakini nyanya tukawa na mgogoro sasa. Mgogoro sasa umeanza kutokota.
Yeye nyanya sasa ananiuliza, huyu unataka kulazimisha kuoa huyu na huyu nimekukataza uweze kuoa kijana. Uwezi kumleta huyu hapa. Akaniambia, kwa sababu ya hiyo wewe unafanya roho yangu inataka kutoka. Unaniletea pressure. Toka uende. Toka uende. Nyanya leo ananifukuza kwa sababu nilimletea mchumba wangu. Nikamwambia nyanya, tafadhali nipatie wiki moja nijitayarishe. Angalau nipate nyumba, nione vile anaweza kujipanga. Nyanya akaniambia kwamba hapa hauwezi maliza hata siku moja. Toka moja kwa moja kwa sababu unaniletea pressure kwa sababu ya hayo maneno ambayo nilikataza usikie. Mimi nikafunganya virago vyangu, sijui naenda wapi. So nikaenda kwa aunti yangu ambaye alinipokelea, ambaye hakuwa mbali sana na kutoka sehemu hiyo, alikuwa karibu tu, so akanipokelea. So nikakaa kwa aunti yangu siku 10. Ndani hizo siku 10 nilikuwa najitayarisha kutafuta nyumba ya kukodi. Kwa hivyo nikatafuta nyumba, nikapata nyumba kule. Baada ya siku 10 nikahamia kule. Sasa yule mpenzi wangu akatoka kwao akaja sasa tukaishi sasa. Sasa nyanya aliposikia kwamba kweli sasa huyu ameishi sasa, akawaka moto. Akawa anatuma watu. Wengine wanakuja wanapiga mlango na jiwe usiku. Sasa ni kama frustration. Anataka kusema kwamba hii haiwezi fanyika. Amenifukuza mimi, nimeenda kukodi nyumba, ametuma watu huko watu frustrate. So katika ile harakati tukavumilia. Mwanzo hata tukianza maisha hatukuwa hata na godoro. Tulikuwa tunatandika leso. Hata tulikuwa tunatandika kwanza gunia alafu tunatandika leso. Sasa katika ile harakati Mungu akatusaidia, nikifanya kazi, nikanunua godoro, nikaenda polepole. So katika ile hali ya matatizo kukula tabu kwa sababu ile kazi nilikuwa naifanya, kwa sababu huyu alikuwa ametolewa nikawa niko na matatizo pale. So tukaendelea vizuri, tukafanikiwa tukapata mtoto wa kwanza. Lakini huyu mtoto wa kwanza, ili jambo lilinivunja moyo sana. Kwa sababu huyu niliyemchukua kutoka kwao, nasema ni mpenzi wangu, nikamchukua na watoto wawili. Alienda kutafuta mtoto nje. Na mimi nimepigana vita, nimefukuzwa kwetu. Yeye niliyemleta ndani tena ananisaliti, anaenda kutafuta mtoto kutoka nje. Kwa hivyo yabeba mimba ambayo sio yangu. Aisru, nikasema sasa nitafanya nini? Kwa hivyo huyo mtoto kabeba ule ujauzito kisha akajifungua wakati muda ulipofika. So nikamshughulikia jinsi niliweza kumshughulikia na mtoto akawa salama. So muda nikapoteza kazi. Sasa kodi tutalipa nini? Kodi tutalipa nini? Chakula tutafanya nini? Kwa hivyo yale mahitaji ya kimsingi hampati. Hatupati. Sasa nikamuuliza huyu jameni, na huyu hiki kitoto kichanga hiki na nimepoteza kazi, tutafanya nini? Akaniambia kwamba hapana, mimi nitafanya vibarua. Hivi vibarua ambavyo nitafanya vitaweza kutupitisha katika hali ngumu. Nikamruhusu akaenda kufanya kazi za shamba, napalilia maragwe, mahindi na shughuli zingine ngumu tu. Na mimi pia nami nikatoka nikaenda town kwenda kubeba mizigo. Na alipoendelea na ile kazi kwa muda, akaanza kuingia sasa katika ile harakati, kwa sababu kama wanaume sasa wakaona sasa yeye ana upungufu fulani wa kiuchumi, kwa hivyo wakaanza kumnyemelea. Kwa sababu anaenda kufanya vibarua nao. So akaanza kumnyemelea. Na sasa yeye naye kwa sababu alikuwa ameona kwamba mimi sina kazi, ikabidi ameingia sehemu hiyo.
Sasa ni tatizo hili ambalo linakuja kwa sababu mimi kiuchumi nina matatizo, siwezi kukidhi mahitaji ya kimsingi. Kipato hakikidhi mahitaji. Niko na matatizo chungu nzima. Na ukumbuke kwamba kuna mtoto hapa tu anahitaji sabuni, mahitaji yake kimsingi yule mtoto mchanga. Kwa hivyo ikabidi aende tafuta wanaume. Kwa hivyo yeye akitoka kazini kidogo na mwana amepotea 30 minutes, ndio anarudi na kibaba cha unga na maziwa. Fanye nini? Lakini sasa mimi ningemuuliza vipi? Mimi mwenyewe sitekelezi mahitaji yake. Kwa hivyo ikabidi nimemuelewa. Lakini sasa kumuelewa kwangu shingo upande, kwa sababu sasa nifanye nini? Yale ambayo analeta ndio tunakula. Mimi sina ile barua naenda kufanya ni pesa kidogo. Kwa hivyo ukamkubali aende na wanaume mwingine. Nifanye nini? Muda si muda nikapata kibarua tena. So lakini kumbuka akifanya hayo yote ana uhakika kwamba mimi sijui anafanya hivyo. Lakini mimi najua. Lakini nimenyamaza tu, naumia tu ndani kwa ndani, lakini nifanye nini? So muda si muda Mungu akanijalia, nikapata kibarua. Kaanza kufanya kazi. Wakati naendelea kufanya kazi, kwa sababu nilisema kwamba huyu mwanamke nilikuwa nimemuoa alikuwa na watoto wawili ambao alikuwa nao kwa nyumbani. So ikabidi mama atume msichana wake. Yule mjukuu wake, mama wa bibi yangu, atume mjukuu wake. Akuja kae nasi. Na unajua hiyo inamaanisha nini? Gharama imeongezeka. Na bado pesa ni kidogo. Kwa hivyo akamleta yule mjukuu, akasoma, alikuwa amesoma primary, akamaliza class 8. Na mimi najifinya tu huko. Alipomaliza akajoin form 1. So kwa hivyo tukaendelea katika hiyo hali ya kupambana kwa maisha, changamoto ya ndoa, na Mungu akatusaidia. Lakini baadaye kukatokea mgogoro. Kwamba familia yangu wakanipatia kitu kama shinikizo. Wakaniambia kwamba huyu ambaye uliyemuoa, ukitaka sisi tuwe jamii moja, jambo la kwanza lazima umtoe kule pale ambapo umekodi nyumba ukuje naye pande. Jambo la pili, ukija naye huku atafanya jinsi sisi tunafanya mambo yetu ya kinyumbani. Kwa hivyo nimepatiwa shinikizo 2. Nikasema sasa nikagundua moja kwa moja wanatafuta njia ya kumtesa. Kwa nini? Wanataka wamlete karibu, wamtese ili afanye nini? Akimbie. Kwa sababu hawamtaki. Kwa hivyo mimi nikamwambia hiyo haliwezekani. Niliposema hivyo tukakuwa maadui sasa wakubwa, tusalimiani. Tunapitana ndio sasa watu wametoka sehemu tofauti. Kwa hivyo tukakaa hivyo kwa muda wa miaka 5. Tukatokea mgogoro nyumbani. Wakanipigia simu. Nikamwambia miaka 5 siongei na. Wakanipigia simu. Tafadhali kuna mgogoro hapa nyumbani, kuja tutatue. Nikawauliza baada ya miaka 5 ndio mnipigia simu nikuje tutatue ile mgogoro ambayo iko nyumbani, wakati nilikuwa na bibi yangu tulikuwa kwenye matatizo, tulihitaji msaada wenu Mungu tusaidie. Wakaniambia njoo tu tusaidie. So mimi na ile huruma yangu nikateremka nikawasaidia. Nikiwa na wazo kwamba nikiwasaidia basi watakubaliana na matakwa yangu kwamba huyu ndio nitakayemuoa hata kama ndio kabila tofauti. Na pia na watoto wawili ambao si wangu. So nilipoenda tukatatua ule mgogoro na mambo yakawa sawa nyumbani.
Lakini bado yule nyanyangu akasimama kwa ule msimamo, akasema licha ya kuwa tumetatua mgogoro, bado nasisitiza kwamba huyu mwanamke uliyemoa siwezi kumkubali hapa kwangu. Kwa hivyo nikaona nikana kwamba nimesalitiwa. Yeah. Kwa sababu kimsingi mimi nilikuwa nikuja tusaidiane kutatua mgogoro, na hao pia wanisaidie kutatua upande wangu. Wakuelewa kwamba hiyo ndio roho yako. Hii ndio roho yangu imependa. Lakini unajua pia hapa ndiko na changamoto kwamba roho ambaye ninaipenda hii pia ilienda nje ikaleta nini mtoto kutoka nje. Kwa hivyo naongeza msumari sasa. Msumari kwenye kidonda. Kwa sababu mwenyewe kabila tofauti, watoto wawili tayari nimemchukua naye, tena tukiwa naye mtoto watatu anaongeza sio wangu. Anakusaliti tu bana. Sasa ananisaliti. Lakini nikasema Suluhu, ulikuwa mtu wa kuelewa lakini ni matatizo, nateseka hapa. Kwa sababu yule ambaye ninambeba anachukua kisu andunga mimi kutafuta mtoto hivi. Yeah. Kwa hivyo nilikuwa na jukumu kubwa sana. Kwa hivyo wakanyanya kaniambia hapana, huyu haiwezekani. Na unaona sasa nikimweleza yale maneno kwamba hata huyu mtoto, by the way, huyu mtoto mwenye aligundua kwamba huyu mtoto sio wangu ni nyanyangu. Sababu wakati walikuwa wanatangamana pale sokoni aliona huyo mtoto. Na jambo la kuharibu kabisa, huyu mwanamke alisema mahali kwamba huyu mtoto mwenye anapenda sana. Mwenye mimi nilikuwa napenda. Anampenda hata sio wake. Sasa mimi nilipata huo ujumbe pia kutoka nje. Sasa nikashindwa jamii. Sasa huyu ameniweka ni kitu naita dilemma, nitafanya nini? Niko na mgogoro na jamii ya kwetu. Mwenyewe afanya makosa kubwa hapa. Ameniongezea tena tuenda kuna mzigo mwingine kwa mtoto wa tatu, sio wangu. Jamani nifanye nini? Lakini nikasema Suluhu haya yote yamenipata. Nikasema sasa nitasimama kama mwanaume. So kwa hivyo nikamwambia hii makosa ambayo imefanyika isijirudie, lakini aliruka. Akasema hapana, huyu mtoto si vile unasikia, si hivyo. Twende DNA, twende tufanye nini? Twende DNA. Lakini ukweli wa mambo yule mtoto hakuwa wangu. Alikuwa anakubali DNA na anajua vizuri mtoto si wako. Anajua vizuri kwamba. Lakini anasitiza kwamba anajua sina uwezo, sina kile kipato kwamba hiyo wakati nitaenda kufanya DNA. Kwa sababu akajificha kwa ile kitendo kwamba hata tunaweza enda DNA to prove kama mtoto ni wako ama si wako. Sababu anajua sina uwezo. Na kuondoa ile shaka kwa akili yako. Yeah. So kwa hivyo tukawa katika harakati ile ya maisha. Tukaendelea, tukalea watoto. Sasa hivi leo tunaongelea huyo mtoto wake msichana ako kidato cha pili. Kwa hivyo akimaliza mwaka ndio kidato cha 3. Kwa wale sasa wenye alikuja nao ama huyu wale alikuja nao. Okay. Sababu alikuwa na msichana na mvulana. So msichana alikuwa mkubwa. Sasa hivi ako kidato cha pili, ndio kidato cha 3. Na tunamshughulikia nasoma kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu ataweza kuingia kidato cha 3 mwaka ujao. Kwa hivyo tunashukuru. Lakini matatizo bado changamoto ipo. Lakini ningetaka kusema kwamba kabila lisiwe chanzo cha kutenganisha watu ambao wamependana. Kwa sababu watu ambao wamependana, Biblia inasema kwamba wakikutana wanakuwa mwili mmoja. Wanakuwa mwili mmoja. Jambo la pili, mwanamke anaweza kuwa na watoto. Unaweza mpata mwanamke akana watoto na yuko peke yake, ni single mother. Sidhani kama kuna mwanamke yote ambaye angefurahia kuwa single. Lazima kuna sababu ambayo ulifanya akawa single. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba unapopata single mother na umempenda, sidhani kama kuna kosa pale kwamba ukimpenda na watoto wake. Na jambo la tatu, pia ningependa kushauri wewe ukipendwa kama wewe, tafadhali tunza ile heshima. Heshimu huyo mwanamume ambaye anakupenda. Usije ufanye kama jinsi huyu wangu alivyofanya.
nimemchukua na anaenda kuongeza mtoto mwingine kutoka nje na niko na yeye. Kwa hivyo kimsingi tunaomba kwamba tuwe waaminifu na tuondoe mambo ya ukabila katika ndoa na vikwazo vyote pale ambapo kuna upendo ambao ni wa kweli, kila jambo linawezekana. Wow. Kusikia kwamba wewe ndo mtu wa kwanza nitasikia, ama si wengi ambao utasikia bibi amekusaliti ukamsamehe na maisha ikaendelea. Kwa hivyo mimi niseme tu wewe ni mtu wa kipekee na Mungu atakubariki kupitia hayo. Unajua saa nyingine huwa ni kama jaribio tu kwenye maisha. Ndio maybe Mungu aweze kujua kama unaweza lipita ama iko aje. Because hiyo si kitu rahisi na uliweza kusamehe. Mimi maombi yangu ni muendelee tu kuishi vizuri, na saa hii kama kazi iko mfanye muweze kukidhi mahitaji. Juu sasa pia kama hakuna pesa, uliona alikuwa pia anaenda nje ambayo pia ulikuwa unamsamehe na maisha inasonga. Ni kweli. Na ndio nikasema kwamba nilielewa chanzo cha yeye kwenda nje ilikuwa nini. Kwa sababu nilielewa kwamba kwenda kwake nje sio kupenda kwake, kwa sababu ya ile pressure ilikuwa pale ya maisha. Sababu kuna watoto wapo wanafaa kukula, kuna rent inafaa kulipwa, kuna mahitaji ya mtoto mdogo. Sasa unapata kwamba hata ile pesa ninapofanya kibarua nikileta haitoshi. Sasa unapata kwamba yeye itabidi ili aongeze katika lile kapu, inabidi sasa afanye nini? Aende kule nje. Na ikabidi sasa nielewe. Kwa sababu hauwezi kutumia tatizo kusuluhisha tatizo. Huwezi. Kwa hivyo lazima uelewe kwamba ili tatizo, kwa mfano yeye kwenda nje, ni kitu gani ambacho kilisababisha kwenda nje? Shida za kifedha. Ni shida zile za kifedha ambayo mimi siwezi kukidhi kikamilifu. Ndio sababu ikafanya yeye aende kana kwamba yuatumia njia mbaya kusalvage situation ambayo iko hapa ndani. Kwa sababu mtoto anakuwa mgonjwa, pesa ya kumpeleka hospitali hiyo ni emergency, itatoka wapi? So katika ile wakati yake ya kukimbia huko akipata hiyo hela yake, hata wakati mwingine analeta chakula. Mimi sijapata chakula huko nje, ni kazi nilikuwa nafanya ile ya kubeba mzigo. Sasa nitafanya nini? Kwa hivyo na unajua nyumba imekuwa kubwa. Kwa hivyo wale wengine, ule msichana amekuja, kwa hivyo kibaba cha unga kimekuwa kubwa. Kwa hivyo siwezi kutimiza mahitaji yake kimsingi jinsi inavyohitajika. So ni vizuri kuwa na roho ya kusamehe. Na mimi nilijiuliza swali moja, kwa sababu Ukristo ni jambo la maana sana. Kama Kristo aliwekwa kwa msalaba, na wale ambao walimweka kwa msalaba aliwasamehe, wale walimuua aliwasamehe. Je, mimi ni nani? Huyu amefanya makosa kwa sababu ya hii kosa ambalo limetokea, ambalo ni langu mimi, ningefaa kulishughulikia, nikose kumsamehe. Jambo tu la muhimu ni kwamba sikutaka lirejelee lile jambo la kuzunguka nje, kwa sababu unajua pia kuna magonjwa. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa na kusamehe. Asante sana kwa kufunguka. Tunashukuru umeweza kuongea na sisi na pia baadhi ya watu wengine ambao wako kwa shinda kama hiyo, na natumai pia wataweza kusikiza. Juu kuongea ni kitu tofauti na kuelewa. Waweze kuelewa, na ubarikiwe sana pamoja na familia yako, na Mungu akuzindishie pia kifedha, ndio jambo kama lile la mwanzo lisijirundie. Haya, shukrani. Asante.